Tutasoma katika kitabu cha Waefeso na mlango wake ukiwa ni wa 6 mstari wake ukiwa ni wa 10. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Ndarudia. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Bwana asifiwe. Kuwa nini? Hodari katika nguvu za nani? Za Mungu. Katika mambo ya Mungu uwe hodari. Haleluya. Paulo anawahimiza Waefeso. Anawaambia hatimaye. Unajua maana ya jina hatimaye? Yaani ni baadaye. Baada ya challenge zote kukuja. Baada ya majaribu yote kukuja, uwe nini? Hodari. Haleluya. Na upate kusimama. Ukiendelea hapo chini Biblia inasema ya kwamba inasema ya kwamba faini silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wachafu katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Amen. Biblia inasema kwamba hatimaye tuweze kuwa hodari katika mambo ya Mungu. Nataka kunena kuhusu hodari. Maana kuna watu wengi wamekuwa tu hodari kwa kukula. Haleluya. Wewe jamani ni hodari kwa kukula. Akianza kukula ni hodari. Wewe jamani ni hodari kwa kufanya vitu hivi vya ulimwengu, ni hodari. Lakini Paulo anawahimiza Waefeso ya kwamba muwe hodari katika neema iliyo katika Kristo. Kanisa la leo watu wako hodari. Swali langu linakuja kwa nyinyi mko hodari katika mambo ya Mungu ama nyinyi mko hodari katika mambo ya ulimwengu? Unajua kama haukuwa hodari katika mambo ya Mungu, kuna mambo unakuwa hodari kwayo. Haleluya. Huwezi kuniambia kwamba mimi si hodari, mimi niko tu. Hapana. Wakati ambapo haukuwa hodari kwa mambo ya Mungu, unakuwa hodari kwa mambo ya ulimwengu. Unakuwa hodari kwa fitina, unakuwa hodari kwa kwenda kwa wachawi, unakuwa hodari kwa kufanya mambo ya ulimwengu, kwa mambo ambayo hayampendezi Mungu, unakuwa hodari katika mambo hayo. Paulo anawahimiza Waefeso, hatimaye muweze kuwa hodari katika Kristo Yesu. Hata majaribu ya kuja, kumbuka kanuni ya kuwa hodari. Mtu ndiye aitwa hodari amepitia katika mambo. Huwezi kuitwa tu hodari kama hujapitia challenge. Na ukisikia unaambiwa huyo mtu ni hodari, yani kuna vitu alipita. Kuna vitu alishinda. Haleluya. Ndio naona wanasema huyo mtu ni hodari. Huwezi kuitwa hodari kama wewe ni mtu koikoi. Utaitwaje hodari? Wewe ni mtu mwenyewe ni keukeu. Utakuwaje hodari? Wewe mwenyewe ni mtu hafifu. Utakuwaje hodari? Wewe ni mwenyewe mtu ambaye hata humjui Mungu. Utakuwaje hodari? Watu wanaoitwa hodari ni watu ambao wanajipenda kwa Mungu na hawezi kuwa na excuse. Yaani hawezi kusema ya kwamba sitaweza. Yaani mtu anaenda kifua mbele, anaenda akiwa na Mungu, anaenda akiwa na imani, anaenda akiamini ya kwamba itawezekana. Ako hodari. Mimi naona watu wengi wamekuwa tu hodari kwa mambo ya ulimwengu. Kabisa ni Wakristo wa kanisa, lakini kwa mambo ya ulimwengu hao watu ni hodari. Yaani wanaenda kanisani lakini kwa vitu vya ulimwengu ni wako hodari, lakini kanisani wako chini. Kanisani wako chini. Hata bado unashangaa sema kwa huyu mama, hivi vitu angefanya kanisani, si ingesaidia kanisa? Hii hodari anafanya kwa ulimwengu, anafanya kwa wanadamu. Jambo likitokea kwa matanga, kwa harusi, wapi, huyo mama anakuwa namba moja. Huyo mama anakuwa ndio kila kitu, ndio anasema hapa tunafanya hivi. Yaani ni hodari. Jambo lolote likifanyika anasema muite huyo. Muite huyo maana huyo ni hodari kwa hii mambo. Lakini kwa mambo ya Mungu, haleluya, kwa mambo ya Mungu muone. Kwa mambo ya Mungu hapatikani. Kwa mambo ya Mungu ni hafifu, hawezi. That's why Paulo anahimiza Waefeso, anawaambia muwe hodari. Ndio muweze kumshinda shetani. Hata utamshinda shetani kama wewe si hodari, kama wewe ni mtu koikoi. Utamshinda shetani. Kama mwenyewe uombi, uendi kanisa, umtafuti Mungu, au unaacha na neno la Mungu, umemwacha Mungu pembeni, utamshinda shetani. Utamshinda kweli? Shetani atakushinda kwa sababu wewe si hodari. Watu wamekuwa hodari kwa mambo ya ulimwengu, alafu mwisho ile hodari waliokuwa nayo imewaletea magonjwa. Alikuwa hodari kwa kuendesha pikipiki, imemuua. Alikuwa hodari kwa kufanya uzinzi, kufanya usherati, amepata ukimwi, amekufa. Unaona? Alikuwa hodari kufanya kazi fulani, imemwangamiza. Kwa sababu amekuwa hodari kwa mambo ya ulimwengu huu. Paulo anawahimiza Waefeso. Anasema hatimaye muwe hodari katika neema iliyo katika Kristo, ili muweze kusimama na kumshinda adui. Tutamshinda shetani kama hatudumu katika maombi. Kanisa la Mungu,
Mbona watu wa Mungu wanakuwa hafifu sana katika mambo ya Mungu? Hawakui hodari. Paulo alihimiza kanisa la Waefeso akijua kwamba hapo kama kanisa itakuwa hodari katika neema ya Mungu, miujiza mingi itafanyika, ishara nyingi zitafanyika. Na hata wewe ukiwa hodari katika maombi, ukiwa hodari katika neno, ukiwa hodari katika kumtafuta Mungu, hakuna siku utashindwa na majaribu. Jaribu likija wewe uko hodari, ulijipanga. Magonjwa ya kichwa yanakemea. Laana zikija asikutishi. Wewe ni mama uliosimama uko imara, uko hodari katika Mungu. Huwezi kushawishiwa na mtu akutoe katika neno kwa vitu. Ndio kwa mganga. Mganga fulani anaona, mganga fulani sio anafanya hivi. Haleluya. Amen. Hivi kuna wamama wako wanashawishiwa na wanawake wale hodari kutenda dhambi. Mume wa yuko, sasa fanya hivi. Haleluya. Mtoto wako anakusumbua mama. Nakuta kwa kabisa anakuambia, "Mahali mtoto wako anakusumbua. Enda kwa mganga." Kuna mganga yuko huko, yule mganga ni hatari. Wengi wameacha imani kwa sababu ya kushawishiwa kwa imani ya watu ambayo ni hodari katika mambo ya ulimwengu. Jaribu hii dawa. Jaribu huyo mtu ni hodari. Huyo mtu ni hodari. Biblia inasema ya kwamba lazima tuwe hodari katika neema ya Mungu ili tusishawishiwe kutoka katika nguvu za Mungu. Mambo yakija wewe ulipanga, uko hodari katika mambo ya Mungu. Haleluya. Shetani hawezi kukushawishi. Wamama wengine hawezi kushawishi. Vijana wengine hawezi kushawishi. Utenda katika dhambi. Hapo naona kwamba wanasema yani huyo ni hodari kwa hiyo maneno. Huyo mama unamuona tu hivi. Ni hodari. Huyo mzee unamuona hivi. Huyo mzee ni hodari. Mwendee pole pole muongeleshe. Huyo mzee ni hodari atakuonyesha njia. Wewe hujui. Kiwa kwamba mzee fulani ni hodari kwa hii maneno. Hujui. Ya kwamba mama fulani huyo mama anafanyanga lakini hodari. Enda ongee na enda muongeleshe. Atakwambia vile utafanya. Atakwambia vile utaenda. Na yale mambo wanayoongelea hayana Mungu. Hayana Mungu. Yale mambo ya ulimwengu kabisa. Na akija kanisani anasifu, anaabudu, anaomba, lakini kuna mambo ndani yanajulikana ni hodari wa mambo ya ulimwengu. Na ndio ndio Biblia inasema Paulo anawahimiza Waefeso. Anasema muwe hodari katika neema iliyo Kristo ili muweze kumshinda shetani. Na ndio naona Kristo kama hao wanashindwa sana. Jaribu kidogo likikuja limeondoa kwa neno kwa sababu hawako imara, hawako hodari katika mambo ya Mungu. Shetani anawapepa. Mara wanapepa na magonjwa, mara wanapepa na majaribu, mara wanapepa na maneno, wanapepa na vikwazo, wanapepa na mambo ambayo sio kimsingi. Na baada imewatoa kwa neno. Haleluya. Amen. Nashangaa huyu mwenye alikuwa anasemanga mbinguni tutaenda. Mbinguni tutaenda. Sasa si kwa kuimba tena mambo ya mbinguni. Haleluya. Alishapepwa, alienda. Vijana, wamama, tuweke Mungu mbele. Bwana asifiwe. Tuwe hodari katika maombi. Yaani ukija wanasema huyu mama akianza kuomba. Huyo kijana akianza kuomba. Huyo mzee akianza kuomba. Haleluya. Huyo ni hodari kwa maombi. Shetani hakuwezi baada wewe ni hodari. Lakini utakuacha hodari kufunga ufungi. Sijui wengine hata walifunga miaka ngapi? Miaka ya kitambo ndio ulifunganga. Hata ulisahau kufunga ya maombi ya kufunga. Hujui? Bwana asifiwe. Ulisahau maombi ya kujinyima. Ulisahau wakati wako wa Mungu, ulisahau. Unakuja kanisani wakati kanisa ndio kuisha ndio unakuja. Unakuacha hodari. Haleluya. Amen. Kanisa la kwanza lilikuwa hodari kwa sababu walikuwa wanaomba. Wakisikia Paulo na Sila waliomba mpaka milango ikafunguka, haikuwa rahisi. Walikuwa hodari. Walikuwa hodari wa maombi. Walikuwa hodari wa kufunga. Walikuwa hodari wa kumtafuta Mungu. That's why waliomba mpaka gereza ikafunguka milango na vifungo vyote vya wafungwa vikawaachilia. Haleluya. Vile unaimba Paulo na Sila waliomba milango ya gereza ikafunguka. Sio hadithi, sio, ni ukweli ilifanyika. Haleluya. Lakini walikuwa hodari kwa kuomba. Wangeanza kuomba mbingu ilikuwa inawasikia. Wakisikia Joshua aliambia jua simama hapo. Nimalize ujumbe kwanza. Mpaka jua ikasimama. Ikatii sauti yake. Wakisikia Paulo, wakisikia kanisa liliomba mpaka malaika akamtoa Petro gerezani. Amefungwa minyororo mikuu, mikono amefungwa na kanisa linaomba. Mpaka Mungu anatuma malaika. Typhoid inatuteza. Sijui pressure inatuteza. Sijui nini na kansa inatuteza. Why? Kwa sababu hatuko hodari wa maombi. Paulo anahimiza kanisa la Waefeso, kwani hodari. Hii kushinda si kwa nguvu za kula na kunywa. Hii kushinda si kwa nguvu zetu, si kwa elimu. Hii kwa hodari si kwa ufahamu ulio nao. Inahitaji nini? Inahitaji kuwa hodari katika mambo ya Mungu. Sasa tumefika kipindi ambapo tunataka tuwe hodari.
Wacha ile mambo yaliyopita, kuwa hodari ushinde. Usipokuwa hata washindani wenye wanatunzwa wanakuwa hodari. Mimi sijawahi ona mtu mwenye ameshindwa akitunzwa. Kama tulikuwa tunakimbia mbio, tulikuwa nafanya hii mambo ya kutembea walking race. Wangapi wanajua walking race? Kama unajua walking race, inua mkono. Yes. So mimi nilikuwa napenda kukimbia walking race. Yaani nilisunguka uwanja nikasikia nimechoka. Alafu wale wenye walikuwa nao walikuwa mbele wakashinda. Yaani mimi nakwambia, mimi niliaipika sana. Maana hakuna mtu alinikimbilia. Haleluya. Watu walikimbilia wale walishinda. Maana wanawabeba, wanawalisha maua, wanawaimbia nyimbo nzuri. Mimi nilikuwa na babu Siembe, nilikuwa walafu. Kila mtu aliniona mtu mchinga, mtu ovyo, mtu pore, amemaliza kama ani. Nilikuwa na babu Siembe last. Amen. Sikuheshimika. Yaani wale penye nilikuwa napita wanasema huyu ndiye alikuwa na babu Siembe, huyu ndiye alikuwa wa mwisho, huyu ndiye alikuwa na babu Siembe. Nilikuwa na aibu. Toka nilikuwa najificha. Watu wakiniona najificha. Maana wananiongelea vibaya. Maana mimi nilishindwa hiyo race. Lakini unajua kuwa hodari. Niliona wakipepwa, wakinyweshwa maziwa, wakinunuliwa maji, wakinunuliwa soda, wakivalishwa maua, wakiimbiwa nyimbo nzuri, maana wameshinda. Haleluya. Wakipita kila mahali watu wanasema hawa ndio walishinda. Hawa ndio walikuwa washindi. Hawa ndio walishinda. Haleluya. Amen. Kuwa hodari wa nini? Wa maombi. Kushinda kwako ni kuwa hodari. Hata wanafunzi wenyewe wanajua. Usipofanya mtihani kwa bidii, usipofanya mazoezi kwa bidii kwa kusoma, huwezi kushinda mtihani. Sasa mbona leo watu wamekuwa lekevu? Mbona leo wanasema Mungu ni mbaya na wenyewe hawataki Mungu? Wanafanya vitu vya Mungu hafifu. Wanafanya vitu vya Mungu kutokuwa na nguvu. Yaani wanamuona Mungu kama ni tajiri asiyelipa, tajiri dhalimu. Haleluya. Paulo anahimiza kanisa la Waefeso, kuweni hodari na mtashinda.